Sasa Alhamisi inasema ni Alhamisi ni mchana. Nimeandika hapa misa ya karamu ya Bwana jioni. Kwa hivyo singeweza kuja mapema, ningekuja nije mchana. Zamani kwa kuchelewa nimefikia shughuli nyingi tangia saa 12 asubuhi. Nilimwambia mdunia lakini kwamba nitachelewa. Sababu ilibidi niende Kasulu tena. Nimerudi kutoka Kasulu mbio. Lakini afadhali kufika kuliko kutofika kabisa. Tunaadhimisha Alhamisi Kuu ambapo tunatafakari kuhusu mambo makuu ambayo Kristo alituachia sisi kama Wakristo. Tunatafakari kuhusu sakramenti ya Ekaristi. Tunatafakari pia kuhusu sakramenti ya daraja ama upadilisho, na pia kuhusu amri kuu, amri ya upendo. Mara nyingi tunasahau wajibu wetu sisi kama Wakristo, na hapo ndipo tunajiona kwamba tumesahau kanisa letu ni nini. Leo asubuhi tulicheka, Askofu Kimari amefunga parokia moja huko Same kwa sababu ya kutambulisha padri wao. Tumeifanya Kigamba. Ni kutafakari pia sisi kuhusu mahusiano yetu na mapadri wetu. Tunawategemeza namna gani katika utume wao na pia katika maisha yao ya kawaida. Wao ni watoto wenu na sisi tunakuja hapa, mama yetu na baba yetu ni nyie. Tutegemee kwamba mamangu atakuja kutusaidia kama mamake Diukari, kama mamake Juu, kama mamake Paula Shafariki. Tunawategemea nyie. Tutegemeza na kufanya tuweze kujisikia na nguvu ya kuweza kufanya utume wetu katika kambi hii. Kwa pia ni wakati mzuri wa kuombea mapadri wetu, kwamba tusikate tamaa, siku moja tuendelee kuwa na nguvu ya kuweza kuendelea kutekeleza kazi hii ambayo Bwana ametupa kama wito wetu. Pia sisi kama Wakristo tunajumuika pamoja na mapadri wetu tunapokuwa tunajumuika pamoja katika sakramenti ya Ekaristi. Ekaristi sio kamilifu kama hakuna kutoa dhabihu. Sisi tunabariki dhabihu, lakini watoa dhabihu ni nyie Wakristo. Hivyo ibada ya misa inategemea sana Wakristo na pia inategemea padri. Sote tunaitwa pamoja na hii sakramenti ya Ekaristi inayotuunganisha sote. Ili basi tusalishe kuadhimisha ibada hii takatifu yote kwa dhambi zetu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
kanisa kwa siku zote sadaka mpya na karamu ya upendo wake. Tunakuomba tujalie tujipatie wingi wa mapendo na uzima katika fumbo hili kubwa. Tunaomba kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao aliyeishi na kukaa naye katika umoja wa Mtakatifu Mungu daima na milele. Amen. Somo la kwanza. Sikukuu ya Pasaka kwa Mayahudi ilikuwa ukumbusho wa kukombolewa kutoka utumwani mwa Wamisri kwetu sisi wa Kristo. Tukio hilo ni mfano wa kukombolewa kutoka dhambi na nguvu za Shetani na Kristo aliye mwana kondoo wa kweli wa Pasaka. Ni somo katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya kwanza hadi aya ya 8, tena aya ya 11 hadi aya ya 14. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kutia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba ambazo watamla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiochachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu. Nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi
Bwana, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu ya Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Neno la Bwana. Somo la pili. Ekaristi takatifu hutuunganisha Wakristo wote kuwa ndugu. Pia kila tunapokula vema karamu hiyo, tunashiriki na kutangaza kifo na ufufuko wake Kristo. Ni somo katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 11 aya ya 23 hadi aya ya 26. Kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana niliyopewa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa, alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo
kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kikunywea kikombe hiki, maitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Neno la Bwana. Somo la Injili. Yesu anaingia saa ya mateso na kifo chake kwa moyo utulivu na kwa kutaka yeye mwenyewe. Alifanya hivi tu ili kuonyesha mapendo yake makuu kwa wanadamu wote. Kuwaosha wafuasi miguu ni alama ya utumishi wake wa mapendo uliotimizwa kikamilifu msalabani. Ni Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 1 hadi aya ya 15. Tusimame wote kwa mashangilio. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika, atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliupenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, na Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti, Yesu hali akijua ya kuwa Baba imempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye atakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simioni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe hutanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini alifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili wote. Naye amekuwa safi, lakini si nyote, kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti. Ndio maana alisema, sio wote ndio safi. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu, akatoa mavazi yake na kuketi tena, akamwambia, je, umeelewa hayo niliyokuwatendea? Nanyi mwaniita mimi mwalimu na Bwana,
ninyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, nimewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea ni nani mtende vivyo hivyo. Na hili ndio neno la Bwana. Kwa mapadri wote, wale wote ambao ni makuhani, hii ndio siku maalum ambayo tunakuwa nayo ya kipekee mara moja kwa mwaka, kwamba tunakumbuka pia sisi tuliposema kwamba ndio tutakutumikia katika meza, katika shamba lao. Na wakati huu tunapojumuika pamoja, Kigoma tulifanya siku ya Jumanne. Huwa ni siku ambayo tunakaa pamoja na askofu na tunarudia ahadi zetu na tunapewa mafundisho yetu na tunapigwa viboko vyetu ili tuweze kutafakari upadri ni nini. Tuweze kutafakari upadri ni nini. Na nilibahatika kuchokoza askofu juzi, sababu nilijiuliza swali. Tuna mafuta mangapi katika kanisa Katoliki? Matatu. Mafuta ya kwanza kwa wagonjwa, ya pili katekumeni, ya tatu Krisma. Ni ipi ambayo ni ipi tunabariki? Tunabariki mafuta yapi? Tunabariki mafuta mawili tu. Yale mengine yanatiwa utakatifu, yanakuwa consecrated. Yale mengine kubarikiwa. Lakini Krisma ni mafuta ambayo ni askofu peke yake anaweza bariki, anaweza takatifuza Krisma. Kwa sababu ni kama unaipa uhai. Anafufia hewa kuipa uhai. Sababu haya ni mafuta yanayotumika katika sakramenti kuu. Sakramenti ya ubatizo tunatumia Krisma. Sakramenti ya kipaimara tunatumia Krisma. Sakramenti ya upadilisho tunatumia nini? Krisma. Ni sakramenti, ni mafuta ambayo hayafutiki. Nasema inaacha indeni kwa mafuta haya hayafutiki. Mafuta haya unapobatizwa hubatizwi tena kama mafuta ya Krisma. Upewe kipaimara mara ya pili, umepaka Krisma. Huyu padri mara ya pili umepewa mafuta ya Krisma, umepaka mafuta ya Krisma. Askofu unapokuwa askofu unapaka mafuta ya Krisma. Ni mafuta yanatia mtu nini? Wakfu. Unatengwa katika njia pekee. Sasa nikauliza askofu, niko mezani, hii askofu, mafuta tunaletewa kule kwetu. Tunabariki mafuta ya nini? Olive oil, Hivi hiyo mafuta tunabariki inakuwa nini? Wale mnaniletea mafuta. Wewe unapoleta mafuta kubariki, unaleta mafuta nibariki iwe nini? Unataka kwenda kubatiza watu? Unataka kwenda kuya mafuta mpaka wagonjwa? Kama ni wakati kumeni. Nauliza swali, mimi nataka mafuta haya. Kuanzia sasa nisione hayo mafuta. Haturuhusi kubariki mafuta. Na bariki yale nini? Tumekuwa tunafanya hivyo, lakini nikajiuliza swali. Hivi haya mafuta, nimebariki mafuta Malembea ameniletea. Ameenda kutumia kufanya nini? Unataka unajibariki au? Kina mama ndio mnataka mafuta kwa wingi. Hizo unajipaka mafuta ambayo Bwana amebariki nikapona. Ina maana mafuta ambayo wagonjwa nibariki sio? Na huko niambie ni mafuta mpaka wagonjwa nabariki. Mafuta asiletwe kubarikiwa. Tumeelewana? Mafuta hayo yasiletwe hapa kanisani kubarikiwa. Mafuta ya olive oil tumia nyumbani, kama ni kupika unapika nayo. Kama unataka kufanya massage fanya nayo. Lakini sio leta barikiwa. Na barikiwa iweje? Tusipoteze baraka hivi na tusicheze na baraka. Tusicheze na nini? Na baraka. Swali lingine likaibuka, ubani. Nani anastahili kuvuvia ubani? Ninyi mnataka ubani tubariki. Nani anastahili kuvuvia ubani? Unafanyia nini nyumbani? Unakuwa na altari kako nyumbani? Hapa wewe ni padri na hatujui.
Nauliza Wakristo, nataka niwafundishe kidogo tu. Huu ubani tunaobariki mnapelekaga wapi? Kwamba unaposali unaweka ubani kidogo. Mimi ninapoweka ubani, mmeniangalia vizuri nafanya nini ninapoweka ubani? Unafanya nini baada ya hapo? Na wewe nyumbani unafanyaga nini? Wakristo, huu ubani tunaobariki mnaenda nyumbani. Unapoweka pale unaweka, unafanyaga ishara msalaba, unafanyaje? Ubani. Nauliza swali. Hakuna kubariki ubani tena hapa. Ni padri anabariki na anatumia ubani. Ubani unatumika kwenye sadaka. Huko nyumbani unafanya ibada. Hata huu ambao tunatumia altarini hatuubariki, tunaubarikia altarini tunapotumia. Msilete ubani hapa kubariki tena. Msilete mafuta kubariki tena. Kwa sababu sio sadaka. Hamruhusiwi kutoa sadaka nyumbani. Ndio hapa kanisani mtolee sadaka. Wewe sio kuhani. Unaelewa? Wewe sio nani? Sio kuhani. Kuhani ndiye anabariki. Mimi naweza kubariki mafuta moja tu. Mpako wa wagonjwa. Yakiisha hapo mafuta kubariki. Hiyo ndio mafuta sio kubariki. Peke moja. Mpako wa nini? Na kama makere hakuna parokiani, nitachukua olive oil nitabariki hiyo mpako wa wagonjwa. Siruhusi kubariki Christmas. Nadhani ya giza hata kama ni kutoka Kigoma. Lakini nyinyi tunabariki, hatujui mnafanya nini. Tunakuwa ni kama tunacheza na baraka. Kwa sababu makanisa mengine wanauza yale mafuta. Kuna mafuta unaambiwa sijui mafuta ya nini. Tunaingia kwa Katoliki. Mafuta ya upako. Na anachorwa picha nzuri. Hii ni 10,000. Ukitaka baraka kubwa kuna ya laki, kuna ya milioni, kuna ile ya kukanyaga. Tunacheza na baraka za Mungu. Tunacheza na mafuta ya Mungu. Tunacheza na hayo mafuta. Tusijitie nuksi katika maisha. Kama unataka kufanya massage, kuna mafuta hayo, nenda nunua, fanya massage kwa ina shida yoyote, lakini usilete hapa yabarikiwe na padri. Elewana? Usilete hapo barikiwe na padri. Kwa sababu sijui mnafanya nini nayo. Na hamruhusi kwa na mafuta yaliyobarikiwa kwanza. Wewe sio padri. Kila mama tunaelewa, poleni sana. Lakini nawaambia tu. Kwa sababu tusije tukacheza na baraka. Kwa sababu wengine tunatumia vibaya. Lakini pia huruhusiwi kuyatumia. Ina maana ukiwa mgonjwa, itapaga ile kupaka mafuta ya mpako wa wagonjwa. Umeelewana? Kuna sakramenti mpako wa nini? Ukitageuka na Judu atakuja kupaka mafuta. Sio wewe jipake mafuta, wewe unajiombea mwenyewe. Hapo unahitaji mpako wa wagonjwa, mwambie mwalimu au desekta, unahitaji mpako wa wagonjwa. Utakuja utapakwa bila kununua, sababu yapo ya kutosha kupaka watu hapo mwaka mzima. Sio wewe unachukua mafuta utakuja tunabariki. Najua hiki kingine umetoa huko ndani. Hivyo. Ubani. Wewe ubani weka ubani uko nyumbani tumia, lakini usilete padri ya bariki. Unaelewana? Sababu nabariki ili weje. Kwamba kama unafanya mazingaombwe unasema padri alikuwa shabariki. Huyo padri ameruhusu. Mnatufanya shiriki katika maovu yenu. Mnaofanya mambo ya giza na ubani tunaobariki. Mnatushirikisha kwa sababu mimi nilibariki. Na wewe unaenda kufanya ibada zako kule ambazo tuzielewi. Kama ni ibada za giza ina maana mshirikisha pale ile bariki. Tunaelewana? Ukinunua ubani wewe fanya mambo yako na usilete hapa kanisani kwetu. Usilete hapa kanisani kwetu. Usilete tubariki. Unasikia Wakristo wote ubani tubariki? Kwa sababu padri hata ubani ile kitu ubani kwa iko hapa. Ile kitu ubani. Tukiangalia sala, hakuna sala bali. Chote pale na bariki tufanye nini? Kiheshima.
kwa sababu sio kwamba tunajigamba, lakini kwa sababu tunaheshimu kile ambacho tulipewa. Wakati wa upadilisho, padri anapaka mafuta kwenye mikono, viganja, sio? Vinapakwa na upanguswi. Mafuta yanaishia kwenye mikono. Mikono yako inasaini kweli ya kubariki. Hiyo unapobariki, alafu unachezea baraka hizo ambazo umepatia. Umeweka baraka kwa mfano katika kitabu cha kumshangilia Bwana. Tunatumia katika sala. Tumebariki na Biblia. Tunabariki na watoto. Tunabariki na Wakristo. Chochote ambacho padri anaekelea mikono ina maana anakitakasa. Je, tunapotumia hivyo vitu vibaya, tunafikiri kwamba maisha yataenda vizuri? Hatutaenda vizuri. Kwa sababu tutakuwa tunakiuka. Hata unaposoma katika sala tofauti kubariki vitu. Sasa Bwana shushia baraka zao katika chombo hiki ili atakayetumia. Tumalizie. Kama inavyostahili. Utupe moyo wa kujitayarisha kuunganisha na sadaka ya mwanao ili tupate nguvu ya kuvumilia masumbufu na mihangaiko ya maisha yetu ya kila siku. Bwana, tunakuomba. Wangu ni wako Bwana.
Upokee maombi yetu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Thank you.
maana kila tunapoadhimisha ukumbusho wa sadaka hii, kazi ya ukombozi wetu inafanyika. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Ndiye kuhani wa kweli na wa milele, alianzisha sadaka hii ya daima. Ndiye wa kwanza aliyejitoa mwenyewe kwako sadaka ya wokovu, akatuamuru tuitoe kwa kumkumbuka yeye. Tunapata nguvu tulapo mwili wake uliotolewa sadaka kwa ajili yetu. Tunatakaswa tuinywapo damu yake iliyomwagika kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Tunakusifu unyenyekevu na kukuomba kwa njia ya Kristo mwanao Bwana wetu, zipokee na uzibariki dhabihu hizi takatifu tunazokutolea kwa ajili ya kanisa lako takatifu Katoliki. Ukubali kuliletea amani na umoja, kulilinda na kuliongoza popote duniani. Tunakutolea pia kwa ajili ya mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis, Askofu wetu Joseph Roman Lola, nao wote wenye kushika imani Katoliki ya mitume. Bwana, wakumbuke watumishi wako nao wote walio hapa, wewe waijua imani yao na ibada yao. Kwa ajili yao tunakutolea sadaka hii ya kukusifu, nao wenyewe wanatolea sadaka hiyo kwa ajili ya jamaa zao, ili wao wote waokoke na tumaini lao la kupata uzima wa milele na usalama litimie. Ndivyo wanavyokuomba wewe, Mungu wa kweli na Mungu wa milele. Tunashirikiana kuadhimisha ile siku takatifu Bwana wetu Yesu Kristo alipotolewa kwa ajili yetu, na tunaheshimu kwanza Maria Mtakatifu Bikira daima, mama wa Yesu Kristo Bwana wetu. Halafu tunamheshimu Yosefu mwenye heri, mume wake huyo Bikira, mitume na mashahidi wako wenye heri, Petro na Paulo, Yakobo, Yohane, Toma, Yakobo, Filipo,
Bartolomeo, Mateo, Simeoni na Tadei, Lili na Krenti, Clementi, Sisti na Corneli, Spriano, Laurenti, Crisogoni, Yohane na Paulo, Cosma na Damiano na watakatifu wako wote, ili ulinzi wako kwa mashahidi na maombezi yao, ili tuwe salama katika maombi yetu. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba upokee kwa wema sadaka hii tunayokutolea sisi watumishi wako na jamaa yako yote. Tunakumbuka ile siku Bwana wetu Yesu Kristo alipowakabidhi wafuasi wake mafumbo ya mwili na damu yake wapate kuyaadhimisha. Tujalie amani maishani mwetu, utuepushe na laana ya milele, utuweke miongoni mwa wateule wako. Mungu, tunakuomba ibariki sadaka hii, ikupendeze, ipokee, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, siku iliyotangulia kuteswa kwake, kwa ajili ya wokovu wetu na kwa ajili ya watu wote. Yeye alitoa mkate katika mikono yake mitukufu, akainua macho yake mbinguni, wewe Baba Mwenyezi, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe katika mikono yake mitukufu, akakushukuru na akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagwa kwa ajili na kwa ajili ya wote kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tangaze fungu la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama kifo wako Kwa hiyo Bwana, sisi watumishi wako na taifa lako takatifu tunakumbuka mateso matakatifu ya Kristo mwanao Bwana wetu. Tunakumbuka pia kufufuka kwake katika wafu na kupaa kwake mbinguni kwa utukufu. Mwenyezi, kati ya zawadi ulizotujalia tunakutolea sadaka safi na takatifu, yaani mkate mtakatifu wa uzima wa milele na kikombe cha wokovu wa milele. Uwe radhi kuitazama sadaka hii kwa uso wa rehema, uipokee kama ulivyokubali kupokea sadaka ya Abeli mtumishi wako mwaminifu, na sadaka baba yetu Ibrahimu, na sadaka takatifu isiyo na doa aliyokutolea Melkizedeki kuhani wako mkuu. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa nyenyekevu, mtume malaika wako mtakatifu ichukue sadaka hii na kuipeleka kwenye altari yako mbinguni mbele ya uso wako mtukufu. Nasi tutapokea mwili na damu ya mwanao mtakatifu katika altari hii, tujazwe kila baraka na neema ya mbinguni. Bwana, wakumbuke pia watumishi wako marehemu waliotutangulia wakiwa na ishara ya imani, wamepumzika katika usingizi wa amani. Tunakuomba Bwana, wapatie mahala pa faraja, mwanga wa amani, na hao wote waliopumzika katika Kristo. Nasi watumishi wako wakosefu tunaotumainia wingi wa rehema zako, tujalie nafasi tukae pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu: Yohane, Stefano, Matia, Barnaba, Ignasi, Alexander, Marcelino, Petro, Felista na Perpetua, Agata, Lucia, Anyesi, Cecilia na Anastasia na watakatifu wako wote. Tunakuomba wapokee kwa huruma, utupokee kwa huruma miongoni mwao ingawa tustahili. Bwana, kwa njia ya Kristo unaumba daima mema yote, kuyatakasa na kuyatia uzima, kuyabariki na kutujalia sisi. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
mafundisho yake ya kimungu na kufuata, tunadhubutu kusema: Baba yetu aliye mbinguni, duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kushinda vishawishi, lakini Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi, kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Tujalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, yaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Ishara iwe ya amani.
akawapa wafuasi wake, akisema twaeni mle wote. Fanyeni hivi kwa ukumbusho, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mnapo mkate huu, mnapo divai, twaula mwili wa Bwana, pia twainywa damu ya Bwana. Mnapo mkate huu, mnapo divai, twaula mwili wa Bwana, pia twainywa damu ya Bwana. Bwana Yesu asema, mimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Bwana Mungu Mwenyezi, kwa vile tunavyotiwa nguvu na karamu hii ya mwanao hapa duniani, tujalie tuje tushinde karamu ya milele mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi.